Sasa tugeukie masuala ya elimu, mtazamaji, ambapo shule ya wasichana ya utumishi inapania kufunguliwa siku ya Alhamisi wiki hii chini ya usimamizi mpya baada ya wazazi na washikadau wa Wizara ya Elimu kufanya mkutano na kuafikiana. Wazazi aidha waliibua wasiwasi kuhusu hali ya mabweni yaliyosalia, huku shule ikishikilia kuwa imeweka mikakati kabambe kwa sasa. Aidha, wazee wa jamii ya Mijikenda wameitaka serikali ya kitaifa kuwatuma maafisa wa polisi shuleni ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi hao. Mary Chalo na taarifa kamili. Baada ya kufanya mkutano wa dharura uliowaleta pamoja wazazi wa shule ya upili ya wasichana ya utumishi, washikadau wa shule hiyo na wawakilishi kutoka Wizara ya Elimu ili kujadili kuhusu usalama wa wanafunzi shuleni humo. Sasa shule hii inapania kufunguliwa Alhamisi ya wiki hii. Mkutano huu na ulioibua maswali kuhusu usalama wa mabweni ambayo yalisalia baada ya mkasa wa moto uliopora maisha ya wanafunzi 16. Wazazi wakitaka Wizara ya Elimu na serikali ya kitaifa kuharakisha mipango ya ujenzi wa bweni mpya za wanafunzi wataokuwa wakirejea. The dorms that were not affected by the fire, kuna zile ambazo zitatumika for purposes ya accommodation ya wasichana wetu, na kuna tents ambazo naona tumepatiwa na National Police pale zinatengenezwa ili ziweze ku accommodate some of the students. Tunawapatia mpaka August. Kama August the government haitafanya anything, sisi wazazi tutajisaidia, because hatuwezi ona government yenye inatengeneza stadium ya Wajir ya 500 million na only 2 months, lakini watoto hapa wamekufia hapa. Hatuna dom, wametuletea whatever wametuletea ambazo ni mattresses na hizi vitu, wameshindwa kutupatia even hata 30 million tu ya kusaidia watoto wetu wakae kwa dom. Wanafunzi wa shule hii wanatarajiwa kurejea shuleni chini ya usimamizi mpya. Hii ni baada ya mwalimu mkuu wao wa awali Joycelyn Murugari kupewa likizo ya lazima baada ya wazazi kuibua tetesi kuhusu usimamizi wa shule hiyo, huku wakiweka wazi kuwa shule hiyo imewekeza mikakati kabambe ya kuwachukua wanafunzi hao tena kwa muhula mwingine. We have a dormitory that was not burnt. And we have 2 dormitories that did not burn, and then we shall have some extra space in the dining hall, and we have also converted some 2 classrooms. So we decongest every facility that seemed to be congested at the time of the incident. Haya yanajiri wakati ambao wazee wa jamii ya Mijikenda wameibua wasiwasi kuhusu jinsi mafuta na viberiti vinavyoingia shuleni, huku wakiitaka serikali ya kitaifa kuweka maafisa wa polisi katika baadhi ya shule ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi shuleni. Maoni yetu ni kwamba ikiwa security ile ya wale walinzi locally wameshindwa na kazi, serikali kuu itupatie walinzi ambao ni waaskari wana vifaa vya siku hizi, ili kwamba wakaweze kuleta usalama zaidi mbali na huu ambao tunaona umezorota. Lakini tunashindwa, hivi vitu vya kuchomea shule vinaingia hapo kinamna gani ikiwa maaskari wako pale? Mary Chalo, Undugu TV.